Mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Babati, baadhi ya wajasiriamali hao wameelezea masikitiko yao na wameiomba serikali kufuatilia kwa ukaribu namna fedha hizo zinavyosimamiwa na kutolewa. Sisi tukua hapa na wakubwa walitutembelea, wametutembelea biashara zetu, lakini mpaka sasa hivi hatukupata kitu chochote. Matokeo yake hapa juzi tunasikia mipitisho majina 3, wengine hayakupita, na walitembelea biashara zetu na wakasema biashara zenu zipo vizuri, lakini matokeo yake mpaka leo hakuna chochote kile tulichokiona. Nataka kufanya kilimo cha umwagiliaji niweze kushika mkono, kwa sababu natumia nguvu nyingi, sioni natumia kuwalipa watu gharama kwa kazi zote, kwa sababu nawategemea watu waweze kunifanyia kazi na niweze kuwalipa pesa. Sanginewe kipato changu kinapungua. Naomba niweze kupata katika huo mkopo wa walemavu. Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri hiyo Shabani Mpendu amesema serikali itaendelea kutoa mikopo hiyo kwa misingi ya haki na uwazi, huku akisisitiza umuhimu wa utoaji wa elimu kwa vikundi husika. Lengo la Mheshimiwa Rais kwamba vijana wote wapate mikopo, akina mama wote wapate mikopo, na wenye mahitaji maalum wote wapate mikopo. Pesa zipo za kutosha. Pesa ni nyingi kuliko waombaji. Lakini sasa kwa sababu hizi ni fedha, zinakuwa na utaratibu wake. Sasa hii lengo ni kwamba kila mtu anufaike. Kwa hiyo kama hukupata mara hii, utapata mzunguko mwingine utakapokuja. Na kama alivyosema kwamba mikopo inatolewa kwa uwazi. Ukikosa unaelezwa, bwana wewe umekosa kwa sababu hizi. Kwa hiyo wewe kazi yako ni kwenda kurekebisha zile sababu, unaomba tena. Afisa maendeleo ya jamii wa halmashauri hiyo Ali Kombo anaelezea kuwa baadhi ya vikundi hukosa mikopo kutokana na kukosa vigezo vilivyowekwa kisheria na kimfumo. Kama ni mfanyabiashara, ni lazima uwe na leseni za biashara. Kwa nini leseni ya biashara? Kwa sababu hizi hela mnazochangia kidogo kidogo halmashauri ndio na sisi tunazichukua tunaleta kwenu wananchi. Kama ni bodaboda, ni lazima uwe na leseni ya udereva. Kwa nini leseni ya udereva? Tunakukabidhi chombo cha moto. Kwa bahati mbaya unaweza ukaingia barabarani ukapata ajali. Kama huna leseni, ile pikipiki imepotea. Awamu iliyopita tulikagua vikundi, bado hatujamaliza, tuko kwenye hatua za mwisho za kutoa mkopo. Kwa wale waliopata tutawataarifu kwa barua kuwa nyinyi mmepewa mkopo kiasi fulani. Wale ambao hawajapata vile vile watataarifiwa kwa barua kwa nini hawajapata na sababu zinazopelekea wao kwa nini hawajapata. Kama walikuwa hawana leseni wataonyeshwa pale. Mlikuwa hamna leseni za biashara, mlikuwa hamna leseni za udereva. Katika watu 5 walioomba mkopo tumewaona 2 tu, 3 hawajakuwepo. Kwa hiyo mtuletee hao watu 3 tuwaone kikundi chote ili tusitoe fedha kwa vikundi hewa. Kutoka Babati mkoani Manyara, Gladness Kwero, ST Bongo. The Bantu.